Hello, habari. Yes, karibu kwenye presentation fupi ya Alliance in Motion Global. Nadhani kuna mtu amekutumia hii video au kuna mtu amekutumia linki. Tafadhali baada ya kuisikiliza utarudi ili akupe maelekezo zaidi. Presentation hii itakuwa na sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ambayo inaonyesha utambulisho wa kampuni, sehemu ya pili ambayo inaonyesha bidhaa ambazo tunazo kampuni, sehemu ya tatu ambayo inaonyesha namna gani unaingiza kipato. Naomba ukae na video hii mpaka hapo utakapoona namna gani unaingiza kipato chako, ndipo utarudi kwa aliye kutumia video hii. Alliance in Motion Global imeanzia Philippines mwaka 2016 na hawa ndo waanzilishi wa Alliance in Motion Global, akiwepo Dr. Eduardo Cabatong, Engineer Francis Miguel na Mr. Raymond John Aspring. Mwanzo wa safari hii imeanzia Philippines, lakini Alliance mpaka sasa imezunguka katika nchi mbalimbali. La East Africa imeingilia Uganda, ambako Uganda imeingia mwaka 2015, Kenya imeingia mwaka 2016 na mwaka 2017 ndo Alliance in Motion Global imeingia Tanzania. Na Alliance in Motion Global imesajiliwa na kampuni inayosajili kampuni zote ambazo zinafanya kazi zake kwa mitandao duniani iitwayo Multilevel Marketing International Association, na vile vile ni kampuni ambayo imechukua tuzo nyingi kuanzia mwaka 2013 mpaka mwaka 2017 na miaka itakayoenda mbele. Lakini vile vile Alliance in Motion Global ina ubia na kampuni inaitwa Nature's Way ya Marekani. Hii kampuni ni kampuni ambayo ina ujuzi na ina muda mrefu sana kwenye industry ya kutengeneza bidhaa ambazo zinatumia mfumo wa asili, bidhaa ambazo zinatumia mitishamba na vitu vya asili ili kuweka virutubisho vya kukusaidia wewe kwa namna moja au nyingine. Tutaongelea kidogo kuhusu afya ili unielewe nazungumza nini. Kwenye afya tunasema mwili wa binadamu unatengenezwa na seli. Seli ndio kitu ambacho cha kwanza kinachoanza kwenye mwili wa binadamu, ikifuatiwa na tissue, sehemu za mwili, mfumo na baadaye inakuja mwili mzima. Seli ambayo iko haijazuriwa, haijapata matatizo kama unavyoiona hapo, lakini baada ya kushambuliwa na wadudu na mambo mbalimbali ndio inakuja kuharibika. Nini kinachofanya seli inaharibika? Kinachofanya seli inaharibika ni vyakula vya viwandani ambavyo kila siku tunakula chips, mayai, tunakula baga, tunakula vyakula vingi ambavyo ni vimesindikwa. Msongo wa mawazo, hakuna mtu ambaye anasema anaweza akazuia msongo wa mawazo. Stress ni kitu ambacho kila mtu anacho. Mchafuko wa hali ya hewa, uchafuzi wa vyanzo vya maji, athari za kemikali, mwenendo mbaya au mbovu wa maisha, mfano kuvuta sigara. Unaweza kusema hujawahi kuvuta sigara, lakini maadamu unaufahamu moshi wa sigara, basi kwa namna moja au nyingine umevuta sigara. Madhara ya madawa ya hospitali ndiyo ni mazuri, lakini vile vile ni sumu. Ndio maana unaambiwa usizidishe dozi unayopewa, na vile vile unavyokunywa madawa ya hospitali unatakiwa unywe maji mengi kwa sababu yana sumu. Lakini vile vile kinga ya mwili inaposhambuliwa na hayo mambo na stress na sumu za aina mbalimbali, inazidiwa na magonjwa, na inavyozidiwa na magonjwa ndio unapata magonjwa kama kansa, unakuja kupata magonjwa kama kisukari, unakuja kupata kama kansa ya koo, unakuja unene kupita kiasi, na magonjwa kama matatizo ya moyo, heart attacks, na hii ni kansa ya mapafu. Lakini magonjwa haya yote saizi mtu akimuuliza kama anaendeleaje, salamu ya kawaida, mtu anasema yuko salama. Wengi tumezoea mazoea kwamba tunasema tuko salama, lakini kiuhalisia tafiti zinaonyesha kwamba kati ya wanaume wawili mmoja ana matatizo, na kati ya wanawake watatu mmoja ana matatizo. Navyosema wanaume wawili, usifikirie mbali sana, fikiria wewe na mtu ambaye uko pembeni yako. Lakini tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo ili upate kinga, Shirika la Afya Duniani linasema unatakiwa upate chakula kilicho bora, balanced diet, ambao balanced diet shirika linakwambia tumia matunda aina 7 tofauti kwa siku, au mboga za majani aina 7 tofauti, kitu ambacho ni kigumu sana watu kukifanya. Kila siku upate mboga za majani aina 7 tofauti, matunda aina 7 tofauti ni ngumu sana. Au ikishindikana utumie virutubisho lishe vyenye ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo unavyopata virutubisho lishe
vina virutubisho vyote ambavyo utavitakiwa kuvipata kwenye matunda, kwenye mboga za majani. Na Alliance imekuja na bidhaa ambazo hizi bidhaa zina virutubisho lishe ambavyo mwili wako wa binadamu unavihitaji. Ukitumia bidhaa hizi unakuwa umepata kila kitu ambacho unakihitaji kwenye mwili wako, na mwili wako ukawa na afya nzuri. Utanielewa nitakapoelezea bidhaa moja baada nyingine. Bidhaa yetu ya kwanza inaitwa Kamilifu masaa 24 ndani ya siku 7, Complete 24/7 na kirutubisho hichi kina virutubisho lishe zaidi ya 22,000. Ina maana kila aina kirutubisho unachokihitaji kwenye mwili wako, ikiwemo vitamins utaipata humo kwa ajili ya macho, ikiwemo vitamin K kwa ajili ya damu utaipata humo, ikiwepo vyote virutubisho unavyohitaji, calcium, iron, iodine, magnesium, zinc. Calcium wanahitaji sana kina mama, kwa sababu kina mama na kina dada wanaingia period, wanajifungua. Calcium nyingi sana inatumika, kwa hiyo anapopata kirutubisho ambacho kinamongezea calcium, kinamsaidia anakaa muda mrefu bila kuzeeka, bila kupungua nguvu yake kwa namna moja au nyingine. Zinc inasaidia sana kuzuia ugonjwa wa tezi dume ambao kwa saizi kwa wanaume umekuwa tatizo. Lakini vile vile hii bidhaa ina aina 12 za matunda, na aina 12 za matunda shirika la afya limesema unatakiwa upate 7 tu, lakini wamekuwekea aina 12 za matunda, aina 12 za mboga za majani, aina 12 vya vyakula vya kijani ikiwemo mchaichai, aina 12 za uyoga, na vile vile kuna vijenzi pori na vimeng'enya chakula, na virutubisho vingi sana wameviweka ndani ya hii bidhaa. Lakini kitu kingine walichokiweka, wameweka kirutubisho kinachoitwa anti-aging. Hiki kirutubisho cha anti-aging kazi yake ni kupunguza kasi ya uzee, na kuna antioxidant ambavyo ni viondosha sumu mwilini. Kupunguza kasi ya uzee sio kwamba hutozeeka, kuzeeka utazeeka, lakini utakuwa na ngozi ambayo iko smooth, iko safi, na vile vile utakuwa mwili wako uko stable, uko ngangali kama ulivyokuwa kijana. Na vyote hivi vimewekwa ndani ya kirutubisho kimoja, ndani ya kidonge kimoja, ambacho hichi kidonge kimebeba virutubisho vyote ambavyo unahitaji. Lakini kwa kutumia hii 24/7 utakuwa umejikinga na magonjwa zaidi ya 100. Kila aina ya ugonjwa unaofahamu wewe mkubwa, kansa, utakuwa umejikinga na pressure, umejikinga na goita, umejikinga na magonjwa yote makubwa ambayo unayafahamu, kwa sababu magonjwa ni mwili umeshindwa kupambana au umeshindwa kufunction kwa namna moja au nyingine, umeshindwa kufanya kazi yake kikamilifu kwa namna moja au nyingine. Na hii bidhaa inaufanya mwili upate uwezo au uwe na nguvu ya kufanya kazi kikamilifu. Kwa hiyo magonjwa yote makubwa hata madogo vile vile utakuwa umejikinga nao na utakuwa unaishi kwa amani. Kuna bidhaa inaitwa Complete Phytoenergizer. Hii Complete Phytoenergizer ina virutubisho vingi sana ambavyo karibia vyote ambavyo vipo kwenye C24/7, lakini wameondoa kile kirutubisho cha anti-aging cha kupunguza kasi ya uzee. Kwa nini wameondoa kirutubisho cha kupunguza kasi ya uzee? Kwa sababu kuna marika au kuna makundi ya watu hawatakiwi kutumia kile kirutubisho. Mfano, mtoto anayekuwa chini ya miaka 15 hatakiwi kutumia kitu ambacho kinapunguza kasi ya ukuaji, kwa sababu bado anakuwa. Mama mjamzito ana mtoto tumboni hatakiwi kutumia bidhaa yenye anti-aging. Vile vile mama anayenyonyesha bado mtoto yule atakuwa affected, atapata yale vile virutubisho kipindi ananyonya. Kwa hiyo hatakiwi kutumia bidhaa yenye anti-aging. Badala ya anti-aging, badala ya C24/7 atatumia Complete Phytoenergizer. Kuna Alkaline Coffee Leaven. Hii ni kahawa ambayo ina kila kitu ambacho kiko kwenye Complete Phytoenergizer, lakini kahawa hii haina caffeine, imeondolewa caffeine. Kwa nini imeondolewa caffeine? Kwa sababu caffeine ni sumu na kampuni inapiga vita sumu. Kwa hiyo wameondoa caffeine ili kupunguza madhara. Lakini vile vile hii kwa mwanamke inaongeza nguvu, inairutubisha mfumo wa uzazi, na kwa mwanaume inaongeza nguvu za kiume hii kahawa. Na vile vile ni kahawa ambayo inatumika vizuri sana kwenye kupunguza stress, kupunguza msongamano wa mawazo. Lakini kuna bidhaa nyingine inaitwa Restore Life. Hii bidhaa inaongeza muda wa kuishi.
Kwa nini inaongeza muda wa kuishi? Kwa sababu ina virutubisho ambavyo vitaipa nguvu yako, vitaipa seli yako nguvu ya kuendelea kukaa muda mrefu bila kupata matatizo. Lakini kwa kutumia hii bidhaa unakuwa na uhakika wa kuishi zaidi ya miaka 125. Kwa nini unaishi miaka chini ya 125? Kwa sababu mwili unakosa nguvu mapema, mwili unaishiwa kuna baadhi ya vitu vitashindwa kufanya kazi, mfano figo, maini na mambo kama hayo utakuta yamefeli baada ya muda fulani. Ndio maana mwili unaishiwa nguvu, unajikuta mwisho wa siku ufiki miaka mingi. Lakini bila Mungu kuingilia kati, binadamu anaweza kaishi miaka mingi sana. Unavyotumia Restor-Life, mwili wako utaendelea kuwa na nguvu kwa miaka mingi. Lakini vile vile kuna Corejuice. Hii Corejuice ni mafuta ya samaki, na mafuta ya samaki kazi yake kubwa ni kuondoa mafuta mabaya mwilini, rehemu mbaya, tunaita bad cholesterol. Rehemu mbaya mwilini inasababisha damu inakuwa haitembei vizuri kwenye mishipa yake, na hapo ndo mtu anapopata pressure. Lakini Corejuice inaenda kuondoa yale mafuta ambayo yameganda kwenye mishipa yako, yanazuia damu kupita na damu itapita vizuri. Kwa hiyo inazuia magonjwa au matatizo ya moyo. Vile vile hii inaongeza au inafanya ubongo unakuwa active, ni chakula cha ubongo. Kwa mtoto mdogo naweza nikasema ubongo unakuwa, lakini kwa mtu mzima itafanya tu uwe active. Lakini vile vile ukiachana na hiyo, ukitumia vizuri Corejuice, matatizo ya macho yataisha kabisa, ni lishe ya macho vile vile. Lakini kuna bidhaa nyingine inaitwa MyChoco, ambayo MyChoco imetengenezwa rasmi kwa ajili ya watoto. Na watoto huwezi ukampa kahawa, mtoto mdogo huwezi ukampa kidonge, maana bidhaa zote za juu zile ni vidonge. Lakini mtoto unaweza ukampa chocolate. Hii chocolate ipo kwenye mfumo wa unga, anaramba, na kilamba atapata virutubisho vyote ambavyo vipo kwenye Complete Phyto Energizer. Vile vile hii itaongeza appetite yake ya kula na itamfanya ubongo wake ukue kwa hali nzuri zaidi. Hii MyChoco tuiongelee kidogo. MyChoco, kuna dada anaitwa Angela Komba. Hapa mtoto wake ndo aligundulika kwamba ana kansa ya damu, lakini hapa alienda India kama tunavyoona. Alienda India na huyu mtoto nywele hana, sio kwamba hizo nywele zilinyolewa, hizo nywele zilitoka zenyewe. Lakini baada ya kutumia MyChoco kwa wiki 3 tu, nywele zikarudi na afya yake ikaimarika. Bado alikuwa anatumia dozi za cancer chemotherapy, lakini baada ya muda mtoto anaendelea vizuri na mpaka sasa hana shida kabisa ya kansa ya damu. Haijajulikana kama kansa imeisha kabisa au bado ipo, lakini vipimo vinaonyesha anaendelea vizuri, hana shida yoyote. Na huyu ndo tunavyomuona hapa saizi, anaendelea kukua kwa afya na mwili umeongezeka kwa kasi zaidi baada ya kutumia MyChoco. Kwa hiyo bidhaa zetu zinafanya kazi, na hizi bidhaa kama una mtu yoyote mwenye tatizo, unaweza ukamwonyesha hizi bidhaa na atakushukuru kwa miaka yake yote. Tuingie kwenye fursa ya biashara. Fursa ya biashara, fursa ya alliance ndo wengi sana, vijana wengi sana ndo hapa kitu ambacho wanapenda kukisikia. Watu wengi sana wanapenda kusikia kwenye fursa ya biashara. Kwa hiyo tusikie kwenye fursa ya biashara, tuangalie alliance itakuingiziaje hela. Naomba ukae na mimi vizuri, kwa sababu usipoelewa sehemu hii utakuwa umepoteza kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Kwa nini ujiunge alliance? Kwa nini ujiunge na sisi? Tunasema unajiunga na sisi kwa sababu sisi ni kampuni ambayo iko tofauti sana na makampuni mengine. Kampuni ambayo ina mfumo wa pekee. Kampuni ambayo tunatumia nguvu ya watu wawili tu. Na nguvu ya watu wawili ina maana unatakiwa uwafahamu watu wawili ambao wanaweza wakaisikiliza biashara na kuipenda na mkaanza nao kufanya kazi. Umemaliza. Lakini vile vile mfumo wa malipo ya kila siku. Unaweza kulipwa kuanzia 960,000, 2,800,000 mpaka 6,700,000 kwa siku moja. Hatuna mfumo wa malipo ya mwezi. Tuna mfumo wa malipo ya kila siku. Malipo ya kila siku kivipi? Kwamba utafanya kitu ambacho utastahili kulipwa, haitosubiri mwisho wa mwezi. Utalipwa hapo hapo baada ya kumaliza kitu ulichokifanya. Lakini vile vile hakuna kuuza, au kuuza ni hiari yako.
unavyopewa bidhaa. Hizo bidhaa zote nilizokuonyesha hapo sio za kuuza, ni bidhaa ambazo unatakiwa kuzitumia wewe na familia yako. Nitakuelezea mbele zaidi, lakini hakuna malengo ya mwezi, hakuna malengo yoyote yale kwamba unaambiwa ndani ya mwezi wewe umefanya 1 2 3, hapana. Lakini vile vile kuna usajili wa kudumu. Utakapoingia Leo Alliance, ni usajili wako hauna mwisho. Utaendelea kuwepo kwenye system kuanzia siku uliojiunga mpaka siku ambayo umetangulia mbele za haki au umepatwa tatizo, na bado mwanao au familia yako itairithi hiyo akaunti, itaendelea. Kwa hiyo unavyojiunga Alliance leo, unaweza ukajiunga kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya ukoo wako na kwa ajili ya kizazi chako kwa ujumla, kwamba leo hii kazi unayoifanya inaweza ikanufaisha watu wengi sana kabla na baada ya wewe kuwepo. Lakini vile vile kuna mfumo wa akaunti zaidi ya moja. Mfumo wa akaunti zaidi ya moja, unaweza kufungua akaunti 1, 3 mpaka akaunti 7. Nitakuonyesha zaidi jinsi ya kujiunga. Unajiunga kwa shilingi 500,000 kwa akaunti moja. 500,000 unanunua bidhaa zenye thamani ya 500,000. Kampuni inauza bidhaa, na kampuni inavyouza bidhaa, kampuni haikwambii wewe uende uzitembeze barabarani, inakuuzia wewe ili uzitumie kwa ajili ya afya yako. Kwa hiyo kampuni inatumia bidhaa zake ili wewe uwe mwanachama. Inatumia kwa sababu kampuni yoyote ile ambayo inafanya biashara lazima iwe na huduma au bidhaa ya kubadilishana nayo. Kampuni ambayo haina bidhaa, hiyo kampuni ni ya uongo. Kampuni yoyote ambayo ni halali lazima iwe na bidhaa ambazo mnaweza kubadilishana kwa pesa utakayoitoa. Kwa hiyo Alliance wanakukabidhi bidhaa za shilingi 500,000 kwa kutoa shilingi 500,000 yako. Hizi bidhaa ni zile bidhaa ambazo nimekuelezea, ikiwepo C24/7 2, Complete 3, Live Coffee 2, My Choco 1, Restore Life 1 na vile vile Core Juice 1 unavikuta kwenye package yako. Lakini unaweza kufungua kwa akaunti 3 kwa 1,500,000, unaweza kufungua kwa akaunti 7 kwa 3,500,000. Njia kuu 6 za kuingiza pesa. Njia ya kwanza, unaweza kuuza kwa rejareja. Njia nyingine ni kumshirikisha mtu, kutengeneza pair, mfumo wa kuoda upya, kipato cha cheo na halikadhalika. Tutaziona zote, lakini faida ya rejareja iko hivi. Mfano C24/7 utauziwa na kampuni ukiwa mwanachama, utauziwa kampuni kwa 55,000. 55,000 utatakiwa wewe uende kuiuza kwa 75,000. Utapata faida ya 20,000, lakini kuuza sio lazima. Kwa hiyo hii ni kwa wale watu ambao wanahitaji kuuza. Hujakatazwa kuuza, ingawaje kuuza sio lazima. Hujakatazwa kuuza bila malengo ya mwezi. Hayo mambo yote nayokuambia unapata 20,000 faida bila malengo ya mwezi. Lakini vile vile kuna faida ya kumshirikisha mwingine. Faida ya kumshirikisha mwingine inaitwa direct sponsoring bonus, ambayo kitendo cha kumshirikisha mtu mwingine kampuni itakupatia 35,000. Kivipi? Wewe umeanza biashara leo, utatakiwa kumkaribisha mtu mmoja upande wako wa kushoto. Unavyomkaribisha mtu upande wa kushoto, tuseme anaitwa Anita. Kitendo cha kumkaribisha Anita, kitendo cha kwenda kuongea na Anita anze biashara, kampuni itakuingizia 35,000. Kitendo hicho inakuingizia 35,000 kwa sababu umetumia vocha, umetumia nauli, umetumia muda wako kuongea na Anita mpaka ameanza biashara. Lakini vile vile utakapotafuta mtu mwingine wa pili, utamwekea Bruno, ambayo Bruno atakuingizia 35,000 vile vile kwa wewe kuongea naye. Lakini kampuni zingine zinasema weka watu wengi kadri uwezavyo, alafu tena tukulipe mwisho wa mwezi. Hapana, si hatutumii mfumo huo, kwa sababu huu mfumo hautoweza kumsaidia mwenzio. Hautoweza kumsaidia mwenzio kivipi? Kwa sababu wewe ndo unatakiwa uingize watu wengi. Utasaidiaje mwenzio na aingize watu wakati watu wote unatakiwa kuwaweka kwako? Alliance imesema huyu mtu akipata mtu wa 3 asaidie wenzie. Wewe ukipata mtu wa 3 utamsaidia Bruno. Unavyomsaidia Bruno, inasaidia na Bruno naye anabakisha mtu mmoja tu ili aweze kuingiza pesa. Lakini vile vile kipato kinachofuata ni kipato cha kutengeneza pair. Hapa naomba unielewe vizuri, kwa sababu ndipo hela ambapo inaanza kuingia. Umeanza biashara,
utatakiwa uweke mtu upande wa kushoto na upande wa kulia. Tumeweka kushoto kulia Anita na Bruno, tukaingiziwa 35 ya kumuingiza Anita na Bruno. Lakini vile vile kampuni inasema kwa kitendo cha kumuingiza Anita umefanya biashara, kampuni imeuza bidhaa za 500,000. Kwa kitendo cha kumuingiza Bruno, kampuni imeuza bidhaa za 500,000, na wewe ndio umesababisha kampuni iuze bidhaa za milioni 1. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuisaidia kampuni kuleta wateja wa kununua bidhaa kwa shilingi milioni 1, kampuni kwa kila pair, kwa kila watu wawili itakuingizia shilingi 60,000. Kwa kila watu wawili, mmoja akiwa kushoto, mmoja akiwa kulia, kampuni itakuingizia 60,000. Kwa hiyo hii 60,000 ni tofauti na ile 35,000, kwamba 35,000 ni kipato cha kushirikisha watu, utapata 35,000 mara 2 kwa sababu umeingiza watu wawili 70,000, na vile vile utapata 60,000 kipato cha kutengeneza pair ambacho jumla ni 130,000 kwa kuingiza watu wawili. Lakini vile vile Anita atatakiwa aingize watu na atapata 130,000 kama ulivyopata wewe. Bruno naye atatakiwa aingize watu, atapata 130,000 kama ulivyopata wewe. Lakini wewe, kampuni inasema tunatambua kwamba bila wewe hawa watu 4 chini wasingeongezeka. Kuna watu 4 chini wameongezeka, lakini wewe ndio umesababisha hawa watu 4 chini wameongezeka. Kampuni inasema bila wewe tusingepata mteja wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa 4. Kwa hiyo tumeingiza shilingi milioni 2 kwa sababu wewe uliyafanya maamuzi ya kuanza biashara. Kwa hiyo kitendo hicho, kampuni inasema tutakuingizia kwa kila pair, kwa kila watu wawili shilingi 60,000. Mmoja atakayekuwa kushoto, mmoja atakayekuwa kulia. Kwa hiyo utapokea 60,000 ya kwanza, utapokea 60,000 ya pili kwa watu wawili. Lakini vile vile bado watu wataletana, watu wawili aidha kwa kusaidiana, kwa sababu bado timu inavyokuwa kubwa ndio nguvu inakuwa nyingi ya kusaidiana. Hawa watu, kampuni bado itatambua kwamba umeingizia pesa, umeingizia watu 8 chini ambao kampuni imeingiza hela nyingi zaidi ya pale mwanzo. Kwa hiyo inasema tutakuingizia wewe kwa kila mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia 60,000, kwa kila mtu mmoja kushoto, mmoja kulia 60,000, kwa kila mtu mmoja kushoto, mmoja kulia 60,000, kwa kila mtu mmoja kushoto, mmoja kulia 60,000. Utapokea 60,000 mara 4 kwa kitendo cha hawa watu kuingia. Unaweza ukawa hawa watu wafahamu hawa watu 8, unaweza ukawa hawa watu hata hujawahi kukutana nao, lakini kitendo cha hawa watu kuwepo kwenye cheni yako, kitendo cha hawa watu kuwepo chini yako, utaingiza upande mmoja wa kushoto, wa kulia 60,000. Lakini haitoishia hapo, watu wataendelea kuja. Lakini tuseme upande mmoja umeleta watu vizuri, lakini upande wa pili umeleta watu kwa mfumo ambao sio sahihi. Wameleta watu wameingia, mmoja hajaingiza, ameingiza tena upande mwingine hujaingia, hivyo. Lakini kampuni inasema sisi hatulijali hilo. Tunachokiangalia sisi ni kwamba kuna mtu upande wa kushoto, kuna mtu upande wa kulia. Haijalishi wamekaaje. Kuna mtu upande wa kushoto, upande wa kulia, utaingizwa pesa. Ambayo kwa hapa watachukua mtu mmoja upande wa kushoto, watachukua na mwingine upande wa kulia, watasema tunakuingizia 60,000. Upande mmoja wa kushoto, upande wa kulia 60,000 ya kwanza, 60,000 ya pili, 60,000 ya tatu, 60,000 ya 4, 60,000 ya 5, 60,000 ya 6, 60,000 ya 7, 60,000 ya 8. Utaingiza 68,000 kwa kitendo tu cha kuwa na watu 16 chini yako. Hawa watu hujawatafuta wewe, hawa watu mmewatafuta zaidi ya watu 10, lakini kwa kitendo cha hawa watu kuwa chini yako, hawa watu watakuingizia zaidi ya 500,000. Lakini vile vile kampuni imesema unaweza baada ya muda ukawa na watu wengi sana. Unaweza ukawa na watu wengi sana ambao hawa watu wakakuingizia watu wengi sana kwa siku. Unaweza ukaingiza hata watu zaidi ya 40 kwa siku ukiwa na cheni miaka 2-3 kutoka saizi, au mwaka mmoja kutoka saizi. Kama kweli wewe ni mpambanaji, unaweza ukawa na watu hata 500 kwenye cheni yako. Unaweza ukawa na watu hata 1000 kwenye cheni yako. Kampuni inasema hata ukiingiza watu 40, ukiingiza watu 50, sisi tuna kikomo chetu. Tuna kikomo ambacho tunasema tutakulipa kwa watu, kwa pair 16 kwa siku, ambao ni sawa na watu 32. Pair 16 kwa siku ina maana kuna watu 16 leo wameingia upande wa kushoto,
kuna watu 16 leo wameingia upande wa kulia, jumla watu 32 kwa siku. Na kwa sababu hauwatafuti wewe mwenyewe, mnawatafuta timu ya watu 500 au watu 600, basi ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo ukifika hicho kikomo, utakuwa unajiingizia kipato cha 960,000 kwa siku. Kipato cha 960,000 kwa siku, 1,600,720 kwa wiki, na vile vile utajikuta unaingiza 1,28,800,000 kwa mwezi. 1,28,800,000 kwa mwezi sio pesa ndogo, lakini vile vile tunasema kwamba huyu ni mtu aliyewekeza shilingi 500,000. Aliyewekeza shilingi 1,150,000 atakuwa na akaunti 3. Ina maana akaunti 3, yeye mwenyewe akaunti zake zitajitengeneza 130,000, zitajitengenezea 130,000 kabla hajaingiza mtu yoyote yule, kwa sababu kampuni inatambua, system inatambua kwamba kuna mtu upande wa kushoto, kuna mtu upande wa kulia, hata kama ni akaunti zake yeye mwenyewe na anazioperate yeye mwenyewe. Kwa akaunti 3 atatakiwa kuingiza watu kwenye akaunti ya pili na akaunti ya 3 tu, kwamba akaunti ya pili itaingiza mtu kushoto kulia, itapokea 35,000 kipato cha kushirikisha mtu, 35,000 pamoja na 60,000 kipato cha kutengeneza pair. Atapata 130,000 kwenye akaunti namba 2, lakini vile vile kwenye akaunti namba 3 ataingiza 35,000, 60,000 kipato kile kile cha kutengeneza pair na kipato cha kushirikisha mtu, atapata 130,000. Lakini akaunti namba 1 ni akaunti ambayo inakula pesa automatically, inaingiziwa pesa automatically. Kivipi? Akaunti namba 1 hata kama haijaingiza mtu, lakini inahesabiwa kwamba ina watu 4 wapya chini, ambayo kitendo cha kuwa na watu 4 kama tulivyoona pale awali, watamuingizia upande kwa mtu mmoja kushoto, mtu mmoja kulia, ataingizwa 60,000 ya kwanza, mtu mmoja kushoto, mmoja kulia 60,000 ya pili, na duplication itaendelea. Watu wataendelea kuletana watu wawili, na wanavyoletana watu wawili, ina maana akaunti namba 2 itafaidika kwa sababu ina watu 4 wapya chini, itaingiza upande wa kushoto 60 na kulia 69. Akaunti namba 2 itaingiza kushoto kulia tena 69 ya pili. Akaunti namba 3 itaingiza kushoto kulia 69 ya kwanza, kushoto kulia 69 ya pili. Lakini akaunti namba 1 vile vile, kwa kuwa ina watu 8 wameongezeka wapya chini, itapokea 60,000 mara 4. Samahani, nilivyosema 69 nilikuwa nakosea, ni 60,000. 60,000 kushoto kulia, 60,000 kushoto kulia. Na akaunti namba 1 itapokea 60,000 kushoto kulia, ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4. Itapokea shilingi 60,000, sio 69,000. Nilikuwa nakosea, samahani. Lakini vile vile kwa kitendo cha akaunti 3, kitendo cha akaunti 3, mtu atakuwa na jumla, ataweza kujiingizia shilingi 2,2,880,000 kwa siku, 1,20,160,000 kwa wiki, 1,86,400,000 kwa mwezi. 2,2,880,000 kwa siku ni pesa ambayo ataingiza kwa akaunti zake kufika kikomo cha siku. Kufika kikomo kipi? Kikomo cha pair 16, ambayo watu 16 wakaingia kushoto kwenye akaunti namba 2, watu 16 wakaingia kulia kwenye akaunti namba 2, kuna watu 16 wameingia kushoto akaunti namba 3, watu 16 wameingia kulia kwenye akaunti namba 3. Kwa hiyo kitendo cha kufika hicho kikomo, moja kwa moja atajikuta anatengeneza 2,000,000 mtu aliyeanza biashara. Na kumbuka kwamba hao watu 32 au hizo pair 16, watu 16 kushoto kulia, hatafuti mtu mmoja, hautafuti wewe peke yake, utakuwa na timu ya watu wengi ambao mnasaidiana kutafuta hiyo hela. Ndio wao watakuwa wanatafuta hela zao, lakini kwa kitendo cha wewe kuwahi kufanya biashara, wale watu kipindi wanatafuta hela zao, na wewe utakuwa unanufaika kupitia hao watu, kwa sababu tu umeanza biashara mapema. Lakini vile vile tuangalie mtu aliyefanya uwekezaji wa 3,500,000 ambao ni akaunti 7. 3,500,000 akaunti 7, huyu mtu atajiingizia si chini ya 4,500,000 kwa kitendo tu cha kuanza biashara.
Unavyoanza biashara kwa akaunti 7 utafunguliwa akaunti na pesa zitaingia kama unavyoziona hapo. Kila akaunti itakuwa na kushoto kulia kwake. Akaunti namba 1 itaingiza pesa, akaunti namba 2 itaingiza pesa, akaunti namba 3 itaingiza pesa. Na akaunti zote zitakuwa kwa majina yako, lakini utachotakiwa kufanya ni kuweka watu kwenye akaunti namba 4, 5, 6, 7. Na kwa kila akaunti ukiweka watu wawili, ina maana utaingizwa 60,000 kushoto kulia, 60,000 kushoto kulia, 60,000 kushoto kulia, 60,000. Akaunti namba 1, 2 na 3 zinakula pesa automatically. Zinaingiza pesa automatically kivipi? Akaunti namba 2 itaingiza kushoto kulia 60,000 kama unavyoona, 60 ya kwanza, 60,000 kushoto kulia ya pili. Akaunti namba 2 inaambiwa kuna watu 4 chini wameongezeka wapya, kwa hiyo tutakuingizia pesa. Akaunti namba 3 inaambiwa kuna watu wameongezeka wapya chini, kwa hiyo tutakuingizia na wewe pesa, utapokea 60,000 ya kwanza, 60,000 ya pili. Na vile vile akaunti namba 1 imeingiza watu 8. Pamoja na kwamba zilizoingiza ni akaunti ya chini, lakini akaunti moja itaingiza 60,000 mara 4. Kitendo cha kufungua akaunti 7 utajikuta unaingiza shilingi milioni 6,720,000 kwa siku, milioni 47,040,000 kwa wiki, milioni 188,60,000 kwa mwezi. Na hii sio pesa ndogo, ni pesa ambayo haujaitafuta mwenyewe. Mmeshirikiana pamoja na timu nzima ya watu wengi mkaipata hii pesa, sio pesa uliyoitafuta mwenyewe. Kwa hiyo kuna mchanganuo wa mwaka mmoja ndani ya hii biashara kwa mtu ambaye kweli ameamua kupambana, mtu ambaye kweli amesema mimi maisha yangu yanabadilika mwaka huu. Unavyoanza biashara, kampuni inasema hakikisha huo mwezi umetafuta watu wawili. Tuashumu huu ni mwezi wa kwanza, umeanza mwaka mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza Januari, umeambiwa uingize watu wawili, ukakomaa, ukapambana ndani ya mwezi mmoja, ndani ya siku 30 kutafuta watu wawili. Mimi nakuhakikishia kwamba hautokosa, kwa sababu kuna timu nzima ambayo iko tayari kukusaidia wewe. Watu wawili ukiingiza kwa mwezi ni jumla ya 60,000. Lakini hao watu wawili nao tutaongea nao, tutawashauri, tutawafundisha namna gani ya kupata watu wawili wengine. Wakipata watu wawili, wewe watakuletea watu 4 ambao utapata 120,000, 60,000 mara 2. Hizo ni pea 2. Mwezi wa 3 zinakuwa sio pea 2 tena. Hawa watu wataleta watu wawili, zitakuwa ni pea 4. Wataleta watu 8 ambao ni 240,000. Mwezi wa 4 wataleta watu 16. Mwezi wa 5, wa 6 na kuendelea, watajizidisha mara 2 mpaka itakapofika mwezi wa 12. Mwezi wa 12 mwishoni mwa mwaka huu utajikuta umeingiza jumla ya shilingi milioni 122,820,000. Milioni 122,820,000. Hii sio pesa ndogo, na hakuna biashara ambayo ina uwezo wa kukuingizia kwa nguvu ndogo ulizozitumia, ina uwezo wa kukuingizia pesa hii ndani ya mwaka. Hakuna hiyo biashara zaidi ya Alliance in Motion Global. Lakini vile vile huyu ni mtu aliyefanya mwaka mmoja kwa akaunti moja. Unaweza ukafanya mwaka mmoja kwa akaunti 3, ambao ukifanya mwaka mmoja kwa akaunti 3 utakuwa umejiingizia jumla ya milioni 368,460,000. Ukifanya mwaka mmoja na uwekezaji wa akaunti 7 ambao ni milioni 3.5, utakuwa umejiingizia milioni 859,740,000. Bado sio pesa ndogo, na mimi naomba kwa leo niishie hapo. Hapa nadhani umeona mambo mengi, umejifunza namna gani unaweza ukaingiza pesa nyingi sana kwa siku kwa mtaji mdogo sana wa shilingi 500,000. Unaweza ukaona 500,000 kubwa, lakini 500,000 ni pesa ambayo ukitoka nayo nje ukasema unaenda kufanya nayo biashara, hautofanya biashara yoyote ile ya maana. 500,000 leo hii hata ukisema unafungua duka utaishia kulipia frame tu na kuikarabati, na inaweza frame yenyewe ukawa umeipata sehemu ambayo hakuna wateja kabisa, kwa sababu frame za maana
500,000 ni kodi ya mwezi 1.5 au miezi 2 tu. Kwa hiyo 500,000 ndugu yangu, unaweza ukaona ni pesa nyingi, lakini ukiitafakari vizuri 500,000 sio pesa nyingi ya kukunyima wewe kuingiza kipato mpaka cha 900,000 kwa siku miaka ya mbeleni. Kwa hiyo niseme asante sana kwa kukaa na mimi mpaka saizi, na vile vile Mwenyezi Mungu akutangulie katika mawazo utakayoenda kuyatengeneza saizi, na Mwenyezi Mungu akutangulie kwa maamuzi utakayoenda kuyafanya kwa 500,000 yako. Asante, na naomba umtafute aliyekutumia video au linki hii. Nikutakie siku njema.